Mahakama Kuu ya Tanzania yaibua aibu kubwa baada ya mawakili wa Tundu Lissu na wa serikali kutenda kitendo cha aibu kubwa. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Mvutano mkali ulizuka katika Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam mara tu baada ya kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ama ukipenda Chadema kwa jina Tundu Lissu kuahirishwa leo Jumatatu Oktoba tarehe 6 mwaka huu. Ni tukio ambalo lilitokea ndani ya ukumbi wa wazi namba 1 wa Mahakama Kuu muda mfupi baada ya Lissu kurejeshwa rumande. Hali ya sintofahamu ilianza pale mawakili wa Mahakama Kuu waliokuwa wakimwakilisha Lissu kisheria walipokosana na baadhi ya wafuasi wa Chadema kuhusu sehemu ya kukaa, na ni jambo lililosababisha kutoelewana kwa dakika kadhaa. Mashabiki hao walikuwa wamefurika mahakamani kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo ambayo ilikuwa ikivutia hisia kubwa za kisiasa na kijamii nchini. Tukio hilo lilizua mvutano wa mahakama, maneno kati ya pande hizo mbili, na ni hali iliyolazimu kuingiliwa na naibu msajili wa Mahakama Kuu Living Liakinana, ambaye alitumia kipaza sauti kuwataka wote waliokuwa ukumbini kudumisha utulivu. Alikumbusha kuwa kesi nyingine bado zinaendelea ndani ya jengo hilo, hivyo kulikuwa na ulazima wa kudhibiti kelele na vurugu zisizo za lazima. Kesi ya Tundu Lissu inayotajwa kuwa moja ya kesi zenye uzito mkubwa wa kisiasa mwaka huu inamhusisha na shtaka la uhaini kinyume na kifungu cha 39(2) cha sheria ya kanuni ya adhabu. Shtaka hilo lilihusishwa na maneno yaliyodaiwa kuyatoa kuhusu kuzuiwa kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu, na ni kauli ambayo imeelezwa kuwa ilikuwa na athari kwa usalama wa taifa. Kwa mujibu wa hati ya wito wa kufika mahakamani, kesi hiyo imepangwa kusikilizwa mfululizo kuanzia Oktoba tarehe 6 hadi Oktoba tarehe 24 mwaka huu, na hata hivyo kutokana na sababu ambazo hazijawekwa wazi, mahakama iliahirisha kwa muda na kumrejesha Lissu rumande, huku ikiahidi kutoa tarehe mpya ya kuendelea kusikiliza shauri hilo. Nje ya Mahakama Kuu, ulinzi uliimarishwa kwa kiwango cha juu. Jeshi la polisi liliweka vizuizi katika maeneo ya kuingia na kutoka kuhakikisha kuwa hakuna uvunjivu wa amani wala vurugu zinazoweza kutokea. Polisi walionekana wakifanya doria maeneo yote ya karibu na mahakama, huku mashabiki wachache wa Chadema wakionekana wakisubiri kwa matumaini makubwa kupata taarifa zaidi kuhusu hatima ya kiongozi wao. Kwa kipindi hiki, kesi ya Lissu inaendelea kuwa kitovu cha mjadala mkubwa wa kitaifa, ikizingatiwa historia yake kisiasa na matukio yaliyowahi kumpata huko nyuma. Wadau wa haki za binadamu na wanasiasa wa upinzani wamekuwa wakifuatilia kwa ukaribu, huku umma ukisubiri kuona mwelekeo wa shauri hilo linalotajwa kuathiri kwa kiasi kikubwa upepo wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Hii ni Kenyascope, channel inayokupa taarifa za kisiasa, kijamii na kiusalama kwa undani na kwa usahihi. Endelea kufuatilia matukio makubwa ya Afrika Mashariki kupitia ukurasa wetu, kwa sababu hapa ndipo ukweli unapopatikana.